kumetokea msukosuko hapa katikati baada ya kuwa tumemaliza uchaguzi. Na jana nilisema na leo narudia, msukosuko huo umehusisha kupoteza maisha ya Watanzania, na wengine wamepoteza maisha bila kushiriki. Nimwambia mimi kwenye imani yangu, kumwaga damu ya mtu mmoja asiye na hatia sio baraka katika ardhi husika. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekutana na madhira hayo. Tunapokutana kama hivi, Watanzania tumekutana kama hivi, ombi langu sote na kila mmoja kwenye dhamira yake, tunuie kwamba jambo la aina hii tusiruhusu litokee tena katika ardhi yetu. Si jambo la baraka, linatutengenezea makovu yasiyopona, linatupa gharama. Na kwa kuwa limetokea, kila mtu amekuwa akilisemea. Mimi niwaombe Watanzania tuungane na Mheshimiwa Rais. Ameunda tume, tupate uhalisia wa jambo hili. Watu wasilirahisishe. Si jambo rahisi hili, si jambo la kawaida, wasilirahisishe. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, na ameunda tume si ya watu mashuhuri, ni ya watu wanaoheshimika, watu wenye heshima ndani ya nchi, ndani ya Afrika na ndani ya dunia. Majaji wakuu wastaafu, watu ambao keria zao zote wamekuwa kwenye masuala ya sheria na haki. Leo na watu wengine wanaweka hoja hii na hii na hii. Mimi niwaambieni, tusiingie kwenye mtego wa kutaka water down. Water down, ukishusha hadhi kamati, unafanya maandalizi ya kutaka kushusha hadhi kilichotokea. Mioyo kila mtu ana maoni yake, lakini mimi niwaambieni, these are the people. Ni watu wa kuaminika, ni watu wenye kuheshimika, ni watu wenye ubobevu kwenye masuala haya unaoweza kuyapata kwenye nchi yetu. Majaji wakuu wastaafu wametumika kwenye jaji mkuu Agustin Othman ametumika kwenye wapi, Cambodia huko Istimo, kwenye masuala ya aina hii, kwenye masuala yanayohusu masuala ya kisheria, masuala ya sio mtu mwepesi tu hivi kwenye field hii. Nani mwingine? Balozi Kapi amesaidia kwenye masuala ya aina hii katika baadhi ya nchi hapa Afrika, Cote d'Ivoire, Burundi. IGP mstaafu ni mbobevu kwenye maeneo, amekuwa Interpol, amekuwa like that. Kwa hiyo ni hulka ya mwanadamu kurahisisha, kubeza. Lakini mimi niwaombe Watanzania, niwaombe na sisi tulioko hapa, kwa ukubwa wa jambo lililotokea, tusiweke ajenda zingine na wala tusiweke mizaa mingine. Tuungane na Mheshimiwa Rais, lifanyiwe kazi kwa kina na tume, tujue undani wake. Isitokea huku kwenye watu wengine tunapenda tu kujidharau, kama mataifa mengine yote mpaka na ya nje ya Afrika na ya Afrika yamewahi kuwaita hawa wakafanye shughuli za aina hii. Sisi tutaachaje kuona ndio senior citizens tulio nao? Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye hili. Mheshimiwa Waziri,
challenges za aina hii huwa zinatokea. Nilikuwa nasoma siku moja kwenye Biblia, nani ile wanaongea kina Filipo, anasema ana challenge, kuna jambo lolote jema linaweza toka Nazareti. Watu siende tu na hiyo dhana. Hawa ni viongozi waliobobea kwenye masuala haya, na itatusaidia tuache kila mtu kutoka na jambo lake. Kumekuwepo na kila mtu kutoka na jambo lake sana. Wengi hatujajua undani wake, wengi hatujajua madhara yake ya jambo hili. Imetugharimu, na dawa yake si kuendelea kuchochea jambo la aina hii ambalo limetugharimu. Imetugharimu maisha ya ndugu zetu, imetugharimu miundombinu, imetugharimu kutokuaminiana. Ninyi kama ndugu zetu, kama mhimili, ningeomba tutoe uongozi katika masuala yanapotokea kama haya. Ukiangalia moja, kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo. Wanasema maandamano. Ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe. Maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Nimesema maandamano, halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo hawana kawaida ya kuweka numbers za umepoteza askari wangapi. Ni wakubwa zetu, mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi. Hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi. Lakini maandamano ya watu wanaenda na silaha, watu wanakuwa well armed. Ni maandamano. Ni maandamano. Watu wako well armed, ni maandamano. Nani kamfiatulia nani? Haya ndio maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa. Juzi kashikwa yule mmoja anavuka mpakani. Ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja. Ana mabomu. Na ajabisha, alivyohojiwa anasema nimeona nibebe na mabomu nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulishajua na tulishajua wengine waliokuwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu. Pia kwa sababu ya masuala haya ya kichunguzi haiweki wazi. Namba kubwa hawajui hata Kiswahili. Ni maandamano. Sasa na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya lazima yafanywe kwa kina, na ndio maana tunatoa rai kwa ndugu zetu wa Tanzania wenzangu, vijana wa Kitanzania. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Tanzania sio mali ya serikali. Sio mali ya serikali Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Ulizeni wale ambao walishapoteza nchi kama wana vyama vya siasa. Na shughuli zote tunazozifanya tunazifanya kwa sababu nchi ipo.
Wewe na imani yako unafanya hivyo kwa sababu nchi ipo. Tuilinde nchi yetu. Kila mtu ana matarajio yake, ana matamanio yake. Utayafikia tu kama nchi ipo. Tusiigeige mifano. Wengine wengi wanaofanyaga mavurugu ya aina hii, kila mtu yuko na pasipoti yake mkononi, wana uraia pacha. Nchi zao zina uraia pacha. Mtu mmoja anakuwa na nchi 3. Mtu mmoja anakuwa na nchi 5. Wana multiple citizenship. Sisi nchi yetu ni hii. Na Watanzania walio wengi hata pasipoti ya kusafiria hatuna. Mimi kwenye uzao wetu tumezaliwa, tuko kwa baba tuko 16. Ni mimi peke yangu nina passport. Wote hawa wako pale kijijini. Wote wako kijijini pale. Tunataka tutengenezewe makovu ambayo hayatapona, ambayo tutaanza kupigana sisi kwa sisi. Tutamudu wapi? Wengine kule wana mataifa mengine yale mnayoyaona yanafujo kila siku, ana pasipoti yake, ana makazi huku na huku. Sisi tuna nchi hii moja inaitwa Tanzania. Tanzania wenzangu, tuilinde. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na hata haya ambayo yalikuwa yanafanyika, Mheshimiwa Waziri, miundombinu hii, ndio maana tunasema ufanyike uchunguzi, ili ni zaidi ya maandamano. Miundombinu hii si mali ya serikali. Si mali ya serikali. Zahanati si mali ya serikali. Barabara si mali ya serikali. Ndio maana zinaitwa ni barabara za umma, ni mali ya umma. Ni mali ya Watanzania. Na Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuwa hazina mara 2 nikiwa naibu waziri na baadaye kama waziri wa fedha. Hakuna fedha inayoitwa hii ni fedha ya serikali. Fedha yote inayotekeleza miradi ni fedha yako Mtanzania. Uliopata fedha yako umeigawanya, sehemu iende kutekeleza shughuli za maendeleo, msimamizi wake serikali, sehemu umebaki nayo kuendesha maisha yako. So barabara hizi zimejengwa na Watanzania, tena kwa kujinyima. Nyewe Watanzania mmejenga barabara hizi kwa kujinyima. Hakuna Mtanzania ambaye ana ziada, ana pesa nyingi sana ya ziada hata akasema hii ngoja nigawie serikali. Kuna mataifa raia wao wako hivyo. Anakuwa na fedha inakaribia bajeti mara 2, ana fedha inakaribia bajeti ya serikali mara 2. Anaamua kudonate kwenye bajeti ya serikali. Ana ziada. Lakini Watanzania wengi mmejinyima aina fulani ya maisha kujenga barabara. Barabara zenu hizi, fedha zenu mmejinyima aina fulani ya maisha. Kujenga zahanati, kujenga mahakama, hata kituo cha polisi si mali ya polisi. Hamna fedha inayoitwa hii ni fedha ya polisi, wamejenga kituo chao. Ni fedha yenu wa Tanzania. Ukitambua hilo, utajua kilichopangwa na kufanyika na sehemu nyingine haikukamilika. It was totally an economic sabotage. Hata mkulima wa kawaida hawezi kupanda shamba lake alafu akaenda akawasha moto mwenyewe. Barabara zenu wa Tanzania hizi. Na mwingine atasema mimi nimelipa lini? Ukinunua shati, kuna sehemu umepeleka kujenga barabara. Hata ukinunua shati la mtoto wako mchanga, kuna sehemu umepeleka ikajenge zahanati. Hii ya kuharibu kwa haraka, nadhani na timu itakapokamilisha itabaini na maeneo mengine mengi. Kwa haraka kuchoma ofisi za serikali ambazo si nyumba za watumishi wa serikali. Hizi ni ofisi ya kuhudumia mtu mwenye kero, mtu moja 756.
vituo vya mabasi yaendayo haraka 27 vituo. Huku ukijua maisha ya Mtanzania mwana Dar es Salaam ni kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hakuna Mtanzania ambaye yeye ameshajilimbikiziaga tu kwamba anaweza akakaa mwaka mzima bila kutoka. Maisha ya Mtanzania ni ya kutoka eneo moja aende eneo lingine. Haya si maisha ya serikali, ni maisha ya Mtanzania moja moja. Atatoka Mbezi aende Posta, atatoka Kimara aende Kariakoo, atatoka Kariakoo aende Goba, kwamba mpango ukawekwa pasiwe na miundombinu ya hawa watu kusafiri. Watakula nini kama if it is not an economic sabotage? Unataka wale nini hawa watu?